Je, serikali imejiandaa vipi kukabiliana na mabadiliko ya sera za baadhi ya nchi tajiri katika kulisaidia taifa letu kukuza uchumi? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na jitihada mbalimbali za kuongeza mapato ya ndani ili kuhakikisha kuwa sehemu kubwa ya bajeti inagharimiwa kwa kutumia mapato ya ndani. Aidha, kwa kutambua umuhimu wa mahitaji ya kibajeti ikiwemo ugharamiaji wa miradi ya maendeleo, serikali itaendelea kuvutia ushiriki wa sekta binafsi katika ugharamiaji wa miradi ya maendeleo kwa kutumia njia mbadala ikiwemo ubia kati ya sekta ya umma pamoja na sekta binafsi. Hii itasaidia kuipunguzia serikali mzigo wa kukopa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kupunguza utegemezi wa kibajeti kutoka kwa washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Profesa Patrick Ndakidemi. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Nianze kwa kumuuliza Mheshimiwa Waziri, ni kwa kiasi gani amri za kimamlaka executive orders alizotoa Rais Trump wa Marekani kusitisha misaada katika nchi yetu imeathiri miradi iliyokuwa inaendelea hapa nchini? Na swali la pili, tunajua maendeleo ya nchi yetu yako mikononi mwetu sisi wa Tanzania na si vinginevyo, si kwa wageni. Je, ni kwa kiasi gani nchi yetu imejipanga kutumia rasilimali zetu za asili ambazo zina utajiri mkubwa kukabiliana na mkwamo huu ambao unaendelea kujitokeza? Majibu Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa maswali mazuri aliyoyauliza, maswali ya kiprofesa kabisa hayo. Ameuliza orders zilizotolewa na nchi ya Marekani. Moja, Tanzania, serikali ya Tanzania haikuwa ina ushirikiano wa kiserikali kwa serikali kwenye masuala ya fedha za miradi ya maendeleo na serikali ya Marekani. Fedha nyingi za miradi ya maendeleo kutoka serikali ya Marekani zilikuwa zinatumia taasisi zake za Marekani baina ya taasisi mbalimbali za Tanzania. Kwa maana hiyo, kwa upande wa kibajeti ya moja kwa moja hakukuwepo na athari hizo, na kwa upande wa taasisi zilizokuwa zinapokea fedha, tayari serikali ya Tanzania imeshafanya tathmini, si tu kwa tamko la Marekani bali ni kwa mwenendo wote unaohusisha fedha zinazotoka kwa development partners. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imepiga hatua nyingi za masuala ya aina hiyo, ikianza zamani sana ambapo kulikuwepo na fedha za misaada zinazokwenda kwenye bajeti ambazo zilishaisha, na serikali ina finance miradi ya maendeleo kutumia fedha za ndani kufidia pengo lile ambalo lilikuwa bajeti inapata fedha kutoka kwa nchi wahisani. Lakini baada ya hapo sasa hivi serikali baada ya kufanya tathmini kufuatana na jambo hili lililotokea siku za hivi karibuni, tayari serikali imepangilia upya matumizi yake kwa bajeti inayoendelea na kupata zaidi ya bilioni 220 ambazo zilikuwa zinahitajika, na hasa maeneo ambayo yalionekana kuathirika ni maeneo ya afya ambayo tayari tulishapeleka zaidi ya bilioni 88 na zimeendelea na utekelezaji wa miradi hiyo. Na kupitia tathmini hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa inapata fedha kutokana na ushirika huo pamoja na maeneo mengine ili kuweza kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo pamoja na maisha ya Tanzania hayaathiriki kutokana na mabadiliko ya kisera ya mbia yeyote wa maendeleo kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu kujipanga kutumia rasilimali zetu, Mheshimiwa umeleta swali zuri sana. Serikali inaendelea na mkakati wa kuweza kufanya miradi ya ndani ile iliyo mikubwa inayotumia rasilimali za ndani kuweza kuanza kufanya kazi ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza mapato ya ndani. Baadhi ya miradi hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo taarifa ya Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na taarifa ya Wizara ya Mipango na Uwekezaji wakati wa bajeti za kisekta ilibainisha kwamba serikali
imelipa fidia kwenye maeneo mengi ambayo ni ya kimkakati kiuwekezaji ili kuweza sasa kuanza kuwekeza, lakini pia imepiga hatua kwenye majadiliano ya miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inaweza ikaingizia mapato makubwa nchi yetu ili kuweza na yenyewe kuanza kutekelezeka. Lakini pia serikali inajipanga kuanza uzalishaji zaidi wa bidhaa zinazoweza kuzalishwa ndani ya nchi ili kuondokana na uagizaji wa bidhaa za aina hiyo ambazo serikali ama nchi inaweza kuzalisha ndani ya nchi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, na nadhani pengine kwenye bajeti yako jambo hili litajitokeza tena. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa majibu ya sasa. Asante sana.